Mosi, TUCTA ni wasihi muweke utaratibu wa kutatua migogoro baina ya vyama vilivyopo ndani ya shirikisho, kwa kuwa migogoro hiyo haileti afya si tu kwa wanachama wenu bali pia kwa serikali, kwa kuwa inapunguza tija na uzalishaji na hivyo kuwa na athari za moja kwa moja kwenye uchumi wa nchi. Kati ya sababu za migogoro hiyo ni kutokuwa na uwazi katika mapato na matumizi ya fedha za michango ya ada za wanachama. Naomba mkaliangalie vyema. Nachotamani kuona ni TUCTA inayochangia kuongeza tija na ufanisi katika kazi, hali itakayochagiza maendeleo zaidi nchini kwetu. Aidha, niwatake muendelee kutetea haki za wafanyakazi wote nchini, wakiwemo ofisi za TUCTA, wafanyakazi wenu wenyewe ambao wana madai mbalimbali ya stahiki zao. Vile vile mwakumbushe wafanyakazi wajibu wao katika sehemu zao za ajira na kwa nchi yao pia. La pili ni kwenu ATE, nanyi niwasihi muendelee kuwajengea uelewa wanachama wenu kuhusu matakwa ya kisheria, hususan takwa la uhuru wa kujumuika na majadiliano ya pamoja mahali pa kazi. Tutakaporuhusu majadiliano haya, si tu yatasaidia kuboresha maslahi ya wafanyakazi, bali pia yatasaidia kuongeza tija katika uzalishaji na hivyo kuchangia maendeleo ya taifa letu. La tatu, kama mnavyofahamu, dunia imepata mtikisiko wa kiuchumi kutokana na kubadilika kwa mwelekeo wa kisiasa za kanda, ambao pia umeleta mabadiliko kwenye sera za kifedha. Mtikisiko huo umeleta kupungua kwa misaada ya maendeleo kutoka kwa wabia tuliowazoea. Hali hii inatulazimu tuongeze ukusanyaji wa mapato yetu ya ndani na tubane matumizi, ili tuweze kutekeleza majukumu yetu ya msingi ya ujenzi wa nchi na utoaji wa huduma za kijamii. Huu ni wakati ambao wafanyakazi, waajiri na serikali tunapaswa tushikamane katika vita hii ya kiuchumi ili tusiumbishe nchi yetu. Ndugu wafanyakazi, mapema katika hotuba yangu niliwapongeza kwa kuchangia kukua kwa uchumi. Mwezi Mei 2024 mwaka jana, wakati tukiadhimisha siku ya wafanyakazi, serikali ilieleza ugumu wa uchumi ulivyokuwa kwa wakati ule na kuwasihi tusiongeze gharama kwa serikali kwa kuongeza mishahara, bali tuliendelea na upandishaji wa madaraja na kutoa maslahi mengine ya wafanyakazi. Sasa kwa mapenzi makubwa na kwa namna mlivyoiunga mkono serikali tulipowaomba mfunge mkanda na mkaamua kujituma na kufanya kazi kwa bidii na kufanya uchumi wetu ukue kwa 5.5% mwaka huu, kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa. Wafanyakazi oye! Miamvuli oye! Naona miamvuli imepanda sasa. Wakati wote miamvuli ilikuwa chini. Sasa hivi miamvuli imepanda. Sasa kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa, mimi na wenzangu, na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda, na umepanda kwa sababu ya nguvu zenu wafanyakazi, ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba katika kuzidi kuleta usawa kwa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35.1%. Wafanyakazi oye! Mshikamano, solidarity. Aya, tusikilize. Nyongeza hii itakayoanza kutumika mwezi Julai mwaka huu
itaongeza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000. Ngazi nyingine za mshahara nazo zitapanda kwa kiwango kizuri jinsi bajeti inavyoturuhusu. Lakini nataka niwaambie nyongeza nzuri ipo. Kwa upande wa sekta binafsi, bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi inaendelea sasa kufanya mapitio ili kuboresha viwango vya chini vya mshahara kwa wafanyakazi wa sekta hiyo. Pamoja na kazi inayofanywa na bodi hiyo, naendelea kuvihimiza wizara na vyama vya wafanyakazi kufanya majadiliano na waajiri ili kutekeleza mikataba ya hali bora ya wafanyakazi katika sekta binafsi waendane sambamba na wenzao ya sekta ya umma. Ndugu wafanyakazi, ahadi yetu serikali kwenu kwamba tutaendelea kuboresha mazingira ya kazi yakiwemo maslahi ya wafanyakazi kadri hali ya uchumi itakavyoruhusu. Wafanyakazi oye! Solidarity, mshikamano. Ndugu wafanyakazi, nimalizie kwa kuwapongeza tena wafanyakazi wote nchini